Hapa basi umefika kituo cha UK Swahili. Tusemezane. Basi ni wakati mwingine mwafaka wa kusikiza hekaya za Abunuwasi. Huyu baba kidogo ametuonyesha kumbe sisi binadamu tunafikiria hii karne ya 21 ndio tuko mbele sana. Kumbe matukio, dondoo, vichekesho Abunuwasi amekuwa akizifanya tangia miaka ya jadi. Basi ni wakati mwingine wa kusikiza, wa kucheka, kutabasamu na pia kufikiri, sio kutabasamu tu, kwa sababu wanasema kwa kila utani kuna ukweli wake umefichika mle ndani. Haya, basi kupoteza muda, tufuatilie hekaya za Abunuwasi alisemaje kwa kisa hiki cha 6. Hapo zamani alikuwa hapo mwanamke mmoja mzee na mwanawe, nao walikuwa ni madikini sana. Siku moja alitokea tajiri mmoja na kumwambia yule kijana kuwa akiweza kukaa ndani ya ziwa la barafu usiku kucha atampatia dinari 10,000. Hapo kwa dinari kidogo sijama mnaelewa, lakini kuna hela za Kuwaiti, Bahrain, Gibraltar wanasema ndio dinar, na wanadakia kusema zina umaarufu na zina nguvu zaidi kushinda pauni ya Uingereza ama dola ya Marekani. Basi yule kijana kwa maskini akajasirika kwenda kukaa katika ziwa la barafu usiku kucha, na mama yake kwa uchungu wa mwana akawa akimgojea huku akimmulikia. Kulipokucha yule kijana akamwambia tajiri, nipe pesa yangu. Tajiri akamjibu, sikupi mama yangu, alikufanyizia moto usiku kucha. Yule kijana akasema, la, alikuwa ananimulika tu. La, uongo, amekufanyizia moto, akasisitiza yule tajiri. Yule kijana akaenda kushtaki kwa Abunuwasi. Abunuwasi akamwambia, vema, nimekubali, lakini utanipa kiasi gani utakapopata mali yako? Nitakupa dinari 2,000, alijibu yule kijana. La, utanipatia dinari 3,000, akasema Abunuwasi kwa kusisitiza tena. La, utanipatia dinari 3,000, alisema hivyo. Basi yule kijana akakubali. Abunuwasi akamwambia, nenda kadhtaki kwanza kwa sultan. Yule kijana akaenda kwa sultani akaeleza mambo yake yote. Alipomaliza sultani akasema, tajiri yupo sahihi, wewe huna haki. Yule kijana akarudi kwa Abunuwasi na kumwambia hukumu ya sultani. Abunuwasi akamwambia, kwa fadhili ya Mungu kesho utapata haki yako. Abunuwasi akanunua mbuzi, mchele, samli, bizari na vitu vyote vya karama. Akamchinja mbuzi na kumchuna, kisha nyama akaitia ndani ya sufuria, na mchele pia akautia ndani ya sufuria. Akawasha moto, lakini ukawa mbali na vyakula akaviweka mbali. Akawaalika watu kuja karamani, sultani na mawaziri wake pia. Wakaja wakabarizi mlangoni pa Abunuwasi, wakakaa hata jioni wasipate hata kahawa. Watu wakachukizwa sana, wakaenda jikoni wakakuta moto uko mbali na vyakula viko mbali. Sultani akamwambia Abunuwasi, Abunuwasi, una wazimu? Abunuwasi akajibu, kwa nini Maulana? Tokea asubuhi tumekuja hapa, hatujatia kitu tumboni na karama yako hii. Abunuwasi akajibu, watu wanapika bwana, ila nyama haijaiva. Sultani akaenda akatazama jikoni, akaona nyama iko mbali, mchele mbali na moto uko mbali. Vyakula hivi havitaiva hata kwa miaka 10,
akasema sultani. Abunuwasi akasema, vitaiva tu. Najua vitaiva, mimi nakwambia zangu, tena na watu nitawaambia waende zao. Abunuwasi akamwambia, Maulana, usikasirike. Kumbuka yule kijana aliyelala usiku kucha katika ziwa la barafu alikuja kwako kushtaki, nawe ukanena kuwa tajiri yuko sahihi na kuwa kijana yule alipata moto kwa kumulikwa na mama yake. Atapataje moto naye alikuwa anamulika kwa uchungu wa mwana tu? Basi tafadhali bwana, mpe yule kijana haki yake, maana yeye alipata moto na hivi vyakula vitaiva. Sultani akasema, ulivyosema ni kweli tupu. Kisha akamwagiza yule tajiri ampe yule kijana haki yake, naye akampa. Baada ya hayo, Abunuwasi akaagiza vyakula vipapikwe, watu wakala karamu, na Abunuwasi akapata haki yake. Hapa ndio angalau tangia tuanze kusoma hekaya za Abunuwasi kidogo tunaona utani ama ucheshi ama ujanja umetumika kutatua changamoto na angalau kumlinda yule mnyonge. Yule kijana mdogo, kama si Abunuwasi, kama si utani wa Abunuwasi, kama si Abunuwasi kuchekesha watu, kama si Abunuwasi kuishi na watu, basi yule kijana angeambulia patupu. Lakini kwa starehe na hekma na nukuu tu na hekma zake Abunuwasi, basi waliweza kusaidia yule dogo. Sasa sijui kwa wakati huu mahala uliko wewe mahala uliko, nchi ulio wewe, ni mcheshi mgani ama ni mwanaharakati mgani? Tusitumie mwanaharakati kidogo. Ni mwigizaji mgani? Hiyo nchi uliko anaweza sikizwa na mfalme na akaambia mfalme jinsi ya kutatua shida fulani na akasikizwa. Jibu unalo wewe, mimi sikwambii lolote. Basi ndio mwisho wa hekaya ya Abunuwasi. Tuonana tena siku nyingine kwa mapenzi yake Maulana. Kwa sasa tuonane.